Serikali yajipanga kukamilisha uandaaji wa ramani mpya za msingi za nchi nzima ifikapo mwaka 2030 ambazo zitakuwa na taarifa za kijiografia zinazoonyesha hali halisi ya sasa. Na katika michezo, kuelekea mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika Mei 25, uwanja wa New Amani Complex, Simba Sports Club ya zuru kaburi la hayati Ali Hassan Mwinyi. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Erike ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imepanga kukamilisha uandaaji wa ramani mpya za msingi za nchi nzima ifikapo mwaka 2030 ambazo zitakuwa na taarifa za kijiografia zinazobainisha hali halisi ya sasa kutokana na zinazotumika sasa kupitwa na wakati kutokana na mabadiliko ya teknolojia, uoto wa asili na matumizi ya ardhi. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka Dodoma. Kauli ya serikali imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratius Ndejembi wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kwa miaka 4 na kusisitiza kuwa mpango huo haulengi kuchora upya mipaka ya nchi. Ameongeza kuwa ramani zote za msingi zinazotumika sasa ni za muda mrefu, zikiwa zimeandaliwa kati ya mwaka 1960 na 1970. Tunaposema ramani ya msingi na kwamba tunapiga picha upya, haimaanishi ya kwamba tunakwenda kuchora mipaka upya ya nchi yetu. Hapana. Mipaka ya nchi yetu inabaki ni ile ile. Ramani ya nchi yetu ni ile ile. Kinachofanyika, nitoe mfano, mwaka 1960 au mwaka 1970 mji kama Kibaigwa haukuwepo kabisa. Lakini hata Dodoma yenyewe ya mwaka 1960 au 1970 si Dodoma iliyokuwepo leo. Kwa ramani ya msingi tulionayo kwa ajili ya kupanga maendelezo mbalimbali ya miundombinu, kwa ajili ya kupitisha mabomba ya maji, kwa ajili sijui ya kupitisha nguzo za umeme zinazotumika na taasisi zote, ni ramani za msingi ambazo mwisho wake ilikuwa ni mwaka 1970. Kuhusu usimamizi wa milki, Waziri Ndejembi amesema serikali inakamilisha taratibu za kuanzisha chombo cha kuwasimamia mawakala au madalali wanaojishughulisha na masuala hayo ili kudhibiti migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza. Tutakubaliana kwa pamoja kwamba uholela umezidi sana katika sekta hii. Na ndio maana kila siku mnaona Watanzania wengi wakiwa wamepoteza fedha zao nyingi kwa sababu ya kutokuwa na chombo kama hichi. Lakini sasa tupo katika hatua za mwisho kabisa za kuhakikisha tunakuwa tuna chombo ambacho kitawasimamia lakini kuwalinda Watanzania walio wengi ambao wananunua ardhi ama wapo katika sekta ya miliki. Taarifa hiyo imeeleza zaidi kuwa kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, idadi ya vijiji vilivyoandaliwa mpango wa matumizi bora ya ardhi imeongezeka kutoka vijiji 2088 vya mwaka 2021 hadi vijiji 4679 mwaka huu 2025, kati ya vijiji zaidi ya 12,000 vilivyopo nchi nzima. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Hatimaye mgogoro baina ya mwekezaji na wananchi wa kijiji cha Shauri Moyo, kata ya Ndelevelwa, manispaa ya Tabora, umefikia hatua ya makubaliano ya kurudi mezani na kusaini upya mkataba wa mwekezaji kutoa eneo la ardhi ambayo amejenga shule. Pendo Salwa anaarifu zaidi kutoka Tabora. Kumekuwa na sintofahamu baina ya wananchi wa kijiji cha Shauri Moyo na mwekezaji kampuni ya Hexagon ambaye aliingia mkataba na wananchi kwa kutoa eneo lao ambalo tayari amejenga shule. Kwa makubaliano, mwekezaji atawajengea zahanati, lakini baada ya kuona utekelezaji wa ujenzi unasuasua, wakaona ni bora wadai kurudishiwa eneo lao. Tuchangie kwa kina, lakini mimi binafsi yangu nahitaji ardhi, sihitaji zahanati kwa sasa. Kama kuna mipango iliyoandaliwa kwamba Wanashauri Moyo tunyang'anywe tu ardhi kisiasa, tuambiwe, tusiwe tunakusanywa tu kwa mambo yao yalishashindikana. Jana nilisikia bwana, kampuni ilikuja inatafuta eneo halmashauri ya Shauri Moyo. Si ndio kijiji cha Shauri Moyo? Si ndio manake? Lengo la kampuni sio kuwa mwekezaji, lengo la kampuni kwa ni kununua, kuwekeza vitu vyake. Lakini wazo la kuwajengea zahanati kubadilishana lilitoka kwenu.
Mlichokosea ni mikataba mlioingia. Uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora pamoja na kampuni ya Hexagon wamefika katika kijiji hiki. Lengo ni kupata mwafaka wa swala hili. Tumekalia babala kitu kisijengwe. Hivi inawezekana kweli kiakili? Tunakalia maneno, maendeleo yanarudi nyuma. Mbona linauma? Mkataba uwekwe vizuri. Na sisi tunasema hivi, tumefunga pale Utepe. Lakini sisi mpaka amalize jengo lake level aliyokuwa kaitaka ndio afanye shughuli zake. Watu wanatembea umbali mrefu. Watoto wanafia njiani. Mimba zinaharibika. Kama ulivyosema kwa kauli yako, Mwenyezi Mungu atakuhukumu kwa kinywa chako. Kupitia kampuni hii, fanyeni ya kwenu ya kisheria. Tunawaomba wamama chonde. Hatimaye mwafaka ukapatikana. Meya wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, Ramadhani Kapela, akafanikiwa kumaliza mzozo huo kwa makubaliano. Mwekezaji aliwakilishwa na mwanasheria wa kampuni hiyo ya Hexagon, Hassan Kilingo. Tuweke makubaliano, tusaini kabla ya tarehe 31, tarehe 1 sisi tuanze kazi. Kwa sababu tunajisikia vibaya, wakina mama wanapata shida, hatuna sababu ya kuendelea kuchelewa ndugu zangu. Sisi tulichoondoka nacho hapa, zahanati inajengwa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, yale majengo ya yule mwekezaji ambao ni kampuni yasifanye shughuli yoyote mpaka pale atatukabidhi boma letu. Kutoka Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Wakazi wa wilaya Tandahimba mkoani Mtwara wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya yao ambayo inatatua changamoto za muda mrefu ikiwemo huduma ya maji. Mwandishi wetu Adam Malima anaripoti. Ni Mwenge wa Uhuru ukiwasili wilayani Tandahimba. Mbio hizi za Mwenge wa Uhuru katika wilaya Tandahimba zimepitia kukagua, kuweka mawe ya msingi pamoja na kuzindua jumla miradi 6 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.6. Katika wilaya yetu ya Tandahimba, Mwenge wa Uhuru utapitia miradi 6 ambayo inahusiana na masuala ya elimu, maji, afya, barabara, nishati safi na pia uwezeshaji wa vijana kupitia mikopo ya 10%. Katika miradi hiyo yote 6 itakuwa na thamani ya shilingi bilioni 1.6. Utekelezaji wa miradi hii umewafurahisha wakazi wa Tandahimba, hasa miradi ya maji ambayo imekuwa kero kwao. Kweli Mivanga tulikuwa na shida sana ya maji. Yaani tulikuwa na shida na ukame mno, hata jiji jirani wakati hii na Mbahu. Tulikuwa tunatumia bwawa moja hapo, lakini sasa hivi mwaka huu ndio imezidi kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Tengea jiji jirani mpaka hapa tulikuwa na uhaba wa maji. Lakini kuanzia sasa hivi walipozindua mradi wa maji, tunashukuru sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyemjalia ndugu Rais. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, Ismail Aliusi, anasema mikakati ya serikali ni kutatua kero za muda mrefu kwa wananchi. Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi ndani ya wilaya hii juu ya kuboresha swala zima ya miundombinu ya maji safi na salama. Lakini pia taarifa ambayo amesomwa na wenzetu wa Ruwasa, leo hii Mheshimiwa Rais amekuja na programu ya ujenzi wa visima 900 ambayo leo hii ndani ya wilaya hii hapa tumeshaanza na vingine huku vinaendelea. Zaidi ya visima 5 na kuendelea vinajengwa. Kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imewataka maafisa habari wote walio chini ya wizara hiyo kuhakikisha wanapeleka taarifa sahihi kwa wananchi huku wakizirekebisha zile za upotoshaji mapema iwezekanavyo. Kuringa Mongi anaarifu zaidi. Maelekezo hayo yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Bwana Mohamed Mchengerwa wakati alipokuwa akifungua kikao kazi cha maafisa habari wa mikoa, halmashauri na taasisi zote zilizo chini ya wizara hiyo. Ninyi maafisa habari mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Mapema akimkaribisha kufungua kikao kazi hicho,
Kaimu katibu mkuu wa ofisi ya Rais TAMISEMI Mhandisi Rogatus Mativila akaweka wazi maafisa habari kutumiwa na mamlaka zinazowasimamia kufanya kazi wasizozisomea, huku mkuu wa kitengo cha mawasiliano TAMISEMI Bwana John Mapepele akieleza lengo la kikao kazi hicho. Pamoja na upungufu uliopo wa maafisa hawa, pia kuna changamoto kadhaa zilizoathiri utendaji kazi wao, kama vile mamlaka zao kutofanyia kazi maelekezo mbalimbali kama vile maelekezo kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Baadhi ya mamlaka kuwatumia maafisa hawa kwa kazi tofauti na walizosomea, mfano waandishi wa vikao, maafisa usafirishaji na kadhalika. Lengo la kikao kazi hiki pamoja na maelekezo yako yote uliyoyatoa ni kuwa tukutane, lakini tuje tufanye tathmini ya utendaji wa kazi katika maeneo yetu yote kwa maana ya halmashauri na mikoa yote nchini, lakini pia tubadilishane uzoefu na kujengiana uwezo na pia kuweka mikakati ya pamoja ya kuimarisha mawasiliano ya kimkakati ya kiserikali. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Wakazi wanaoishi mikoa ya ukanda wa Ziwa Tanganyika ikiwemo Kigoma, Katavi, Rukwa wametakiwa kuchangamkia fursa ya uwekezaji wa shughuli za uvuvi wa vizimba katika Ziwa Tanganyika ili kujiongezea kipato chao, ambapo serikali imedhamiria kuwasaidia katika uwekezaji huo. Mwajebu Hoza anaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa uvunaji wa samaki waliofugwa katika vizimba kwenye Ziwa Tanganyika, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Uvuvi Dr. Edwin Muhende anasema serikali itaendelea kutoa usaidizi kwa wavuvi ili kufikia malengo na mpango mkakati wa serikali. Tumekwenda tukapandikiza vifaranga aina ya Orechromis tanganyikae, na serikali itaendelea kutoa usaidizi, miongozo, elimu ya ugani, kama ni vibali, kuhakikisha kwamba ubora unafikiwa kama ilivyokusudiwa, maana hiki ni chakula. Tutawasaidieni kuhakikisha kwamba tunakuwa wafugaji wa samaki hapa Ziwa Tanganyika, hapa Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa na maeneo mengine yote ambayo yanazungukwa na hili ziwa. Bado hii fursa iko wazi kwa mtu mwingine yeyote, awe mwana Kigoma, asiwe mwana Kigoma, awe Mtanzania, asiwe Mtanzania, anaweza kaja hapa kama mwekezaji. Sasa tusipoiwahi sisi tukaitumia sisi, kuna watu wengine watakuja na wataiteka hii fursa, watanufaika, sisi tutabakia kama tulivyo. Kwa mimi niwaombe sana tuendelee kuiunga mkono serikali yetu. Baadhi ya wavuvi, wachuuzi na wananchi waliowekeza katika shughuli hizo wanaeleza umuhimu wa vizimba hivyo. Kwa kweli tunaridhika, tunasema hali ya vipato vyetu tukiendelea mavuno mara ya pili mara ya tatu tutainuka. Naona samaki wazuri wakubwa kama wale ambao tumezoea kuwaona Mwanza, wale sato wakubwa. Kwa kuleta mfumo huu utasaidia sisi walaji kupata samaki wazuri. Kwa hiyo kupunguza yule ukame wa mboga. Kupitia vizimba unakuja na changamoto zake, ambapo serikali inaombwa kuliangalia hilo. Tumepata oda mpaka kwa jirani zetu wa Burundi. Kwa hiyo mahitaji ya wenzetu pia kule ni makubwa, lakini ukiangalia bado tunazalisha kidogo kutokana na uchache wa vizimba tulivyonavyo. Tunaomba mheshimiwa, tunakuomba Mheshimiwa Rais, wewe ni msikivu. Uhitaji bado ni mkubwa, tunakuomba utuongezee vizimba. Kwani hadi leo hii tunavyoongea, ukienda kwenye maombi walioomba ni takriban watu 550 wameomba. Ufugaji huo umeelezwa kuchukua kipindi cha miezi 8 mfululizo katika Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Vijana wilani Maswa mkoani Simiyu wametakiwa kuepukana na mikopo umiza ambayo inajulikana maarufu kama kausha damu. Badala yake watumie chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM cha jimbo la Maswa Magharibi ili kujikomboa kiuchumi. Adan Muhando anaarifu zaidi kutoka Simiyu. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Maswa akizungumza katika uzinduzi wa chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM cha jimbo la Maswa Magharibi, anasema lengo la kuanzishwa kwa chama hicho ni kuhakikisha wanawakomboa vijana kiuchumi na kuepukana na mikopo umiza ambayo imekuwa kero kwa vijana wengi wilayani humo. Kwa tumeona sisi tutoe hiyo, lakini hii SACCOS ni ya wale wa umoja wa vijana tu, na sio kwamba itahusika na mambo ya kisiasa. Lengo ni kuwakomboa vijana wa CCM
ili waweze kuinua vipato vyao kila mmoja binafsi kwa masharti na maelekezo ya serikali. Mbunge wa Maswa Magharibi Mashimba Mashauri Ndaki, ambaye amechangia kiasi cha shilingi milioni 10 ili kuwezesha chama hicho kuwahudumia vijana, anawataka viongozi wa chama hicho kufuata taratibu na kanuni katika kuwahudumia vijana ili kupata mikopo itakayowasaidia kiuchumi. Pesa hii muitoe kwa utaratibu, kwa kanuni ambazo mumeziweka ndani ya SACCOS zenu. Msitoe pesa nje ya utaratibu mliojiwekea, kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni kuiua SACCOS hii kabla hata haijaanza kuwahudumia vijana. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa jimbo la Maswa Magharibi na vijana watakaokopa kutoka maeneo mengine, pesa watakazokuwa wakichukua wazitumie kwa ajili ya biashara, kuzalisha na kuongeza kipato chao, lakini watumie vizuri. Ametuwezesha katika kufanikisha zoezi la kuanzisha SACCOS, lakini pia ametuwezesha kiasi cha pesa kwa kiasi cha shilingi milioni 10. Tunapenda tumshukuru sana kwa niaba ya vijana wenzangu. Matarajio yetu ni kwamba kila kijana atainuka kiuchumi. Tunamshukuru sana mbunge wetu, lakini pia naomba wito kwa vijana wote tujitokeze kwa kuwa wajasiriamali. Tuepukane na mikopo ambayo inaitwa kausha damu. Kutoka Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Tatizo la fistula ya uzazi bado limeendelea kuwatesa wanawake licha ya jitihada mbalimbali za serikali na wadau wa afya wakiwemo hospitali ya CCBRT kutoa elimu na matibabu juu ya tatizo hilo na kuhudumia kina mama wapatao 20,000 tangu mwaka 2003. Taarifa zaidi na Margaret Marisa. Akizungumza na waandishi wa habari waliotembelea katika hospitali ya CCBRT kujionea juhudi za mapambano dhidi ya fistula ya uzazi ikiwa ni maadhimisho ya siku ya fistula duniani, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi na upasuaji wa fistula wa hospitali hiyo, Daktari Peter Majinge, amesema kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2022 hadi 2024 hospitali hiyo imefanya upasuaji kwa akina mama wenye shida ya fistula wapatao 1450. Ni jamii nzima ina nafasi kubwa sana kwenye changamoto hii ya fistula, kwa sababu hawa kina mama wanatoka kwenye jamii zetu, na kama jamii tunatakiwa tuhakikishe kwamba huyu mama anapokuwa mjamzito kwanza anahudhuria kituo cha afya kwa ajili ya kuangalia muendelezo wa ujauzito wake, na anapokuwa katika hali ya kujifungua sasa apeleke hospitali akajifungulia hospitalini. Mkuu wa kitengo cha afya ya uzazi katika hospitali hiyo, Dr. Maria Lwanga, ameitaka jamii kutoa msaada kwa akina mama wanaoishi na ugonjwa wa fistula, kwani wengi wao hufika katika vituo vya kutolea huduma wakiwa na msongo wa mawazo. Na kwa kwetu siku ya leo ni siku maalumu mno. Tuna furaha kuunganika na wenzetu wote duniani kuadhimisha siku hii, tukipongeza jitihada kubwa zinazofanywa na serikali ikiungana na wadau katika kupambana dhidi ya tatizo hili na kuhakikisha kwamba kufikia mwaka 2030 tunatokomeza kabisa tatizo hili la fistula ya uzazi. Nawashukuru sana manesi wanaotuhudumia, nawashukuru sana na waliotusaidia kutupatia msaada wa kuweza kusafirisha kutuleta mpaka hapa. Yaani nawashukuru sana hata madaktari wanaotusaidia. Nashukuru Mungu sasa hivi hapa nimekuja, nimepokelewa vizuri, napata matibabu na sasa hivi naona naendelea vizuri, nimetoka mpira leo, namshukuru Mungu. Tena hapa kingine tena nimejiandikisha kujifunza cherehani. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Marisa kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya afya, vifaa tiba pamoja na maslahi ya watumishi wa afya kwa kuwa afya za watu ndio msingi mkubwa katika taifa lolote duniani. Tupate taarifa zaidi. Je, unamfahamu kobe? Inaelezwa kuwa kobe ni mnyama rafiki wa mazingira kutokana na kuwa na tabia ya kupenda kuishi katika maeneo masafi. Kumradhi mtazamaji kwa mwingiliano wa taarifa hii. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari na sasa nakuletea habari hiyo iliyokuwa imeingilia hapo. Wahandisi nchini wametakiwa kufanya
Wahandisi nchini wametakiwa kufanya bunifu mbalimbali zinazokuwa rafiki kwa makundi yote, hususan watu wenye ulemavu, pamoja na kuzingatia bunifu zinazoendana na teknolojia na gharama kwa wanufaika wa bunifu hizo. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Hayo yamebainishwa na kaimu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST Profesa Zakaria Katambara wakati wa kuadhimisha siku ya wahandisi inayolenga kuonyesha bunifu zinazofanywa na wanafunzi wa chuo hicho, huku mkuu wa kitengo cha uhandisi na teknolojia katika chuo hicho Dr. Alex Mwang'ande akaeleza umuhimu wa siku ya wahandisi. Bunifu zao ziwe zile ambazo zinaweza zinaangalia watu wote wenye mahitaji maalum, vile vile ziweze kuwa zinadumu. Kila mmoja akija na bunifu moja, maana yake tumeshafanikiwa kutatua changamoto. Kila mmoja ameshatoa changamoto moja. Kwa hiyo tunatafuta changamoto, tunatafutia jibu, tukishaitatua maana yake tunasonga mbele. Ni muhimu sana tunapokuwa tunaweka vitu kama hivi, wanafunzi wanafunguliwa, wanapata utaalamu mwingine mwingi sana hapa, kwamba tunaposema uhandisi maana yake ni nini na ni kwa nini wahandisi wawepo duniani. Wao wanaona pamoja kwa moja kwamba kuna vitu ambavyo kwa kweli wakivifanya wanakuwa wametimiza wajibu wao kama wahandisi. Baadhi ya wanafunzi wa uhandisi na teknolojia katika Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST wameeleza juu ya siku hiyo ya uhandisi katika chuo hicho, licha ya kukiri upungufu wa wahandisi wanawake. Watoto wa kike ni wachache, sababu pekee ambao kidogo inawapelekea kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine wanaweza wasishiriki, wana mentality au ile nadha ya kuona kwamba hizi kozi za umeme, uhandisi labda wa majengo na uhandisi wa barabara, ujenzi, imekuwa madhubuti kabisa kwa ajili ya wanaume, jambo ambalo sio sawa. Kwa jamii yetu sasa hivi, watu waki wanaona kama wanajichukulia kama wao ni wahanga, wanaona like they cannot participate better. Kwa hiyo wana assume like zile hard works ni kwa ajili only ya wanaume, wao wanaona kwamba they cannot perform better kwenye hizo eneo. Siku hii ina umuhimu wa kujifunza vitu vipya kulingana na mabadiliko ya teknolojia na sayansi katika hii kozi yetu ya uengineer, katika engineering zone zote, kwenye civil, mechanical, electrical. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Asante Epimakus kwa taarifa hiyo. Turejee tena taarifa yetu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya afya, vifaa tiba pamoja na maslahi ya watumishi wa afya, kwa kuwa afya za watu ndio msingi mkubwa katika taifa lolote duniani. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Kuendesha maisha yangu na kutekeleza wajibu wangu wa kazi kwa uaminifu. Kuendesha maisha yangu na kutekeleza wajibu wangu wa kazi kwa uaminifu. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya afya duniani yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, amesema wahudumu wa afya wamekuwa na mchango mkubwa katika kutoa huduma za afya zikiwemo za kujitolea, hasa zinapotokea dharura, na kuendelea kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuwawekea mazingira bora pamoja na maslahi katika utendaji wao wa kazi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kuboresha miundombinu ya sekta afya katika nchi yetu, na ikibidi anaendelea kuajiri watu katika sekta afya ambao wataendelea kwenda na kauli mbiu yake ya kuboresha maisha pamoja na afya za Watanzania wote kwa ujumla wake. Rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania Ezekiel Mbao amesema pamoja na uwepo wa changamoto katika utoaji wa huduma zao, pamoja wataendelea kutoa huduma zitakazotumika kwa watu wote bila ubaguzi kama viapo vyao vilivyoelekeza. Nitumie fursa hii kuwakumbusha wauguzi wenzangu kwamba hadhi ya taaluma yetu inalindwa kwa sisi wenyewe kuzingatia mipaka ya majukumu yetu. Taaluma ya uuguzi haikuanzishwa kwa kufanya kazi nje ya malengo ya taaluma husika, bali ni kutoa huduma za kitaalamu za kiafya zinazolenga kumfariji, kumpa matumaini na kumsaidia mgonjwa ili aweze kupona.
Shabani Mpute, Channel 10. Asante Shabani Mpute, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Wakati mashabiki wa soka nchini wakiusubiri kwa hamu mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika utakaochezwa tarehe 25 mwezi huu uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, wanafainali Simba kupitia uongozi wake jana walizuru na kufanya dua maalum ya kumwombea rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Ali Hassan Mwinyi, ambaye mara ya mwisho wanacheza fainali alikuwa mgeni rasmi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mara baada ya dua hiyo, meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema jambo hilo ni muhimu kuelekea mchezo wao, kwani hayati Ali Hassan Mwinyi alikuwa mgeni rasmi katika fainali ya mwaka 1993 ambapo Simba waliukosa ubingwa wakiwa nyumbani, na sasa ni fursa yao ya kipekee kwenda kumfuta machozi mgeni rasmi wa mchezo wa Jumapili ya tarehe 25 mwezi huu katika dimba la New Amani Complex. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni mtoto wa hayati Ali Hassan Mwinyi, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Simba tuna historia kubwa na mzee Ali Hassan Mwinyi, hasa tukikumbuka historia ya mwaka 1993. Yako mengi ambayo ameifanyia Simba Sports Club, lakini hili la mwaka 93 linashabihiana na linalokwenda kutokea mwaka 2025 tarehe 25. Alikuwa mgeni rasmi katika fainali ile, lakini bahati mbaya hatukumpa kile kitu ambacho alistahili kupata kwa maana ya ubingwa. Ukiwa rais wa nchi na ukaenda kushuhudia fainali ya vijana wako, kitu unachokihitaji katika fainali hiyo ni kuona wale vijana wako wanakupa ubingwa. Simba Sports Club hatukufanikiwa kumpa ubingwa mwaka huo wa 93. Maisha yamekwenda, sasa tunakwenda kucheza tena fainali nyingine. Insha Allah, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ubingwa ambao aliukosa yeye mwaka 93 tunakwenda kumpa mtoto wake rais. Kwa upande wa mjumbe wa bodi ya Simba Asha Baraka na mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba Hassan Dalali wameeleza umuhimu wa tukio hilo ambalo ni sehemu ya kupata baraka, na wanaamini ya kwamba kuelekea mchezo wa fainali wanataraji kwenda kufanya vizuri na kutoa ubingwa na kuubakiza hapa nchini. Tuna historia naye kubwa sana, na mimi siwezi kuzungumza mingi sana. Tuna wazee wetu ambaye tumeongozana naye ambaye ni mwenyekiti wa Simba, sasa hivi tunamita mwenyekiti mstaafu. Yeye anajua mengi zaidi. Manake tarehe 25 inaishia 5. Mwezi wa 5 inaishia 5. 2025 inaishia 5. 5 ziko 3. Basi inshallah Mwenyezi Mungu 5 azifanye ilikuwa ni magoli 3. Juma Mohamedi, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamedi kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tuwatakie kila laheri Simba katika mchezo huo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.